Uwe kama Eriko umekuepo Chadema, mimi kufuatilia mambo kwa muda mrefu, unayaona maandamano ambayo yanaandaliwa na wana mitandao tarehe 29 yakifanikiwa, ama Chadema pia wakizuia uchaguzi japokuwa hawajasema watazuia kwa namna gani? Wewe unawajua pale Chadema wengi sana. Tuanzie kwa makamu mwenyekiti ambaye yuko nje mpaka mwanachama wa tawi. Mtajie mmoja anayeweza kwenda kuandamana. Kwa hiyo uone Chadema wakienda kuandamana ama wale wanaoamini katika maandamano kuzuia uchaguzi? Tujadili mengine, uchaguzi utafanyikaje na utakuwaje, tutapataje viongozi. Ni pressure mtandaoni, watu wanasema watatoka TikTok huko kumechafuka. Naweza nikasema ni guru wa mitandao ya Kitanzania. Unapozungumza watu watatu ama mmoja wa mwanzo kabisa wa matumizi ya mitandao, unaweza kumtaja Eriko Nyerere. Kwa hiyo nina uzoefu. Wa Tanzania hawa na wajua vizuri sana. Ni wazuri sana wa mihemko ya mitandao, lakini kwenye vitendo hakuna. Sio mara ya kwanza kuitisha maandamano, sio mara ya kwanza. Lakini Eriko, hii ni Gen Z na wewe unafuatilia historia za kimataifa. Tumeona Nepal, Sri Lanka na baadhi ya maeneo Gen Z wamechachamaa na wakatumia nguvu hii ya mitandao. Mara ya mwisho ilikuwa Nepal. Uone hichi ni kizazi kipya? Ni kosa kubwa sana kuendesha siasa za nchi hii kwa kutazama historia ya nchi nyingine. Ukitazama Kenya ndio ukasema ufanye siasa za Tanzania, utaangukia pua. Ukitazama South Africa ili ufanye siasa za Tanzania, utaangukia pua. Ukitazama Nepal na maeneo mengine ili ndio uendeshe siasa za hapa, utaangukia pua. Tazama nchi yetu uhuru tuliipataje? Tulipata kwa njia ya mazungumzo. Basi mazungumzo ndio yanaweza kuamua jambo hili. Hakuna njia ya mkato.